Karibu sana KingoFarm. Sasa leo hii ninataka nikupatie dalili 7 ambazo endapo utaziona kwa kuku wako, au kuku aina yoyote ile, awe broiler au kuku wa kienyeji, au chotara au kuku wa mayai, ukimwona ana hizi dalili ujue ya kwamba kuku wako anakaribia kupata ugonjwa, na hivyo anza kumtibia mapema ili uweze kudhibiti vizuri ule ugonjwa. Maana kuna namna ambayo ukichelewesha tu ugonjwa, kuku mwenye ugonjwa ukimchelewesha inakuwa ni ngumu sana kutibika, hata kama utapata tiba sahihi au dawa sahihi. Na ziada ya kwamba nitakwambia dalili hizi yawezekana akaumwa ugonjwa huu hapa. Kwa hiyo wewe utaangalia ni dawa gani ambayo inatakiwa uanze kutibia, maana sio kila dawa itatibu ugonjwa. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho wa hii video utaweza kupata haya maarifa. Kwanza kabisa, kuku kuzubaa. Unamwona kuku yupo peke yake, ukijaribu kumsogelea anastuka, anajifanya kama vile ni mzima. Unakuta sometime muda mwingine anakuwa anazubaa, unakuta anazubaa sana. Kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba huyu kuku huyu ana ugonjwa, na huu ugonjwa ambao anao ni dhahiri ya kwamba ni rahisi sana huyu kuku kufa. Kwa mfano, magonjwa ambayo huwa wanafanya hivi kuku, kwanza kabisa ni kideri. Kuku wako kama anaumwa kideri au Newcastle, ni rahisi sana yeye kuonyesha hizi dalili za kuzubaa, kukaa sehemu moja, ni kama vile amejikunyata hivi. Pili, kuku labda akiwa na lishe duni, labda kuku wako hali vizuri, chakula hapati virutubisho vyote. Cha kuongezea hapo, utamkuta pia mabawa yameshuka chini kama kuku fulani ambaye amevaa makoti. Hizi dalili ni hatari sana, nimekuambia, kwa sababu ni dhahiri ya kwamba huu ugonjwa unaweza ukamsababishia vifo. Dalili ya pili ni miharo ambayo kuku wanajisaidia. Hii miharo ipo ya rangi tofauti tofauti ambayo unaweza ukaiona bandani kwako, na muda mwingine ukimwangalia kuku unaweza ukaona unakutana na miharo, lakini unawakuta kuku wamechangamka kabisa, au muda mwingine kuku wamezubaa. Na magonjwa ambayo kuku wanaweza wakawa wanaumwa kutokana na hii miharo, inaweza ikawa ni coccidiosis, au inaweza ikawa typhoid, au inaweza ikawa kipindupindu na magonjwa mengine. Haya ndio magonjwa ambayo utayaona kwenye dalili ya miharo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuchunguza banda lako asubuhi ukiamka, kuangalia aina ya vinyesi. Vipo vinyesi vingine ni vya kawaida, hata miharo mingine. Kuna miharo mingine ni ya kawaida, haionyeshi dalili ya ugonjwa, lakini unaweza ukaiona bandani. Kwa kuna namna ambavyo unaweza ukatafsiri kwamba huu mwalo ni ugonjwa fulani, huu mwalo ni ugonjwa fulani. Ukijiunga na kundi letu la KingoFarm, tunafundisha, tunaelekeza kabisa aina ya mwaro. Ukiona mwaro una damu, basi huu ni ugonjwa fulani, unatibiweje. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia dalili nyingine ambayo inaweza ikakuonyesha kwamba kuku wako hawapo sawa ni kubadilisha mfumo wa upumuaji, namna ambavyo wanapumua. Unaweza kuona labda kuku wanapumua kwa shida, wanahemea juu, basi ujue moja kwa moja kwamba hao kuku wako wana dalili ya kuwa na ugonjwa. Kwa hiyo unapaswa kuanza kuwatibia mapema. Na kuku ukiona anaonyesha hizi dalili, anashindwa kupumua vizuri, hasa nyakati za usiku, anakoroma kama vile anakoroma, hayo waga anakuwaga ni mafua. Na muda mwingine kuku labda anaweza kawa anatoa sauti sio kwa ya kawaida. Kuna muda mwingine unakuta labda kuku anapiga kama mluzi hivi. Basi hizo pia zinaweza zikawa ni dalili za mwanzo kabisa za kideri. Kama kuku unakuta anapiga mluzi, au labda atakuwa amemeza kitu ambacho kimekaa kwenye koo, kwa hiyo anashindwa kupumua vizuri. Dalili nyingine ni kuku kushindwa kula na kurundikana kwenye kona. Hivi vitu huwa vinakwenda sambamba. Umeweka chakula, kuku huenda wamepunguza kula, au hawali kabisa, basi ujue kwamba kuna dalili za kwamba hao kuku wapo na ugonjwa. Na hiyo homa inaweza ikapelekea kuku wako hata kufa. Na homa hapa sasa, homa yoyote ile ikisha karibia kuanza, baadhi ya homa
huwa zinasababisha kuku apoteze hamu ile ya kuweza kula, kupata nguvu ya kuweza kula. Kwa hiyo ni muhimu sana kumtibia huyu kuku au kumweka kwenye kundi la kwamba huyu kuku ni mgonjwa, na ukaanza tiba za mapema ili uweze kumuokoa huyo kuku wako. Dalili nyingine bwana ni kuku kushindwa kutembea. Yani ukijaribu hata kumuinua hivi labda atembee, unakuta anashindwa kutembea. Sasa hapa kuna namna tofauti tofauti. Kuna kwanza yawezekana ni ukosefu wa madini labda. Kuna madini ameyakosa. Pili yawezekana labda ni ulemavu. Na muda mwingine waga unakuwaga ni ugonjwa wa Malex. Sasa Malex yenyewe utakuta labda miguu kama vile imekakamaa, hata kusema uinyoshe inakuwa kidogo ni ngumu. Kwa hiyo hii pia inakuwaga ni ishara ya kwamba chakula ambacho unawapa hao kuku hakina virutubisho timilifu, yani hakina virutubisho ambavyo vimetimia. Ndio maana baadhi ya kazi zinashindwa kwenda vizuri. Kama vile kumpa kuku nguvu ya kutembea inashindikana, ndio maana kuku anashindwa kutembea. Siku zote huwa nasema kwamba jamani, tusichanganye tu vyakula. Unakuta mtu kwa sababu amepata formula fulani mtandaoni anaamua tu kuchanganya chakula. Chakula kina miongozo maalum. Hata hivi vyakula vya viwandani ambavyo tunaona wanatuuzia madukani huwa vinatengenezwa kwa mwongozo maalum, kwa kiwango maalum. Virutubisho havihitaji vizidi wala havihitaji kupungua sana. Umeona? Kwa kama unataka kutengeneza chakula, na kushauri sana uchukue vitabu vifuatavyo KingoFarm ambavyo vina kanuni ya kutengeneza chakula inategemeana na aina ya kuku unaofuga. Kwanza kuna safari ya ufugaji. Kuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kuna ufugaji wa kuku wa kienyeji. Pia kuna ufugaji wa broiler. Hivi vitabu vyote hivi humu ndani vimeonyesha kanuni sahihi kutokana na aina ya kuku unaofuga ya kuweza kuchanganya chakula. Utachanganya chakula wewe mwenyewe, ila tu utaambiwa protini inahitajika kiasi hiki hapa, pumba zinahitajika kiasi hiki hapa na kadhalika. Sisi kitabu kimoja hapa kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hichi kitabu ukitaka viwili 20,000, ukitaka vitatu 30,000. Kwa hiyo ndio gharama ya vitabu ambavyo tunaviuza hapa, na tunavyo vitabu takriban 5 mpaka sasa hivi ambavyo vinakufaa, na tumefanyia utafiti wa kutosha na kuvileta kwako wewe mfugaji. Vimewasaidia wafugaji wengi sana. Kama una hivi vitabu unaweza kuwasiliana na sisi hapo ili tuweze kukuuzia. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ukilipia hapo unapata hivi vitabu. Na dalili nyingine ni uvimbe pamoja na vidonda. Unaweza kuona vidonda kwenye macho, au labda kuna uvimbe kwenye miguu. Ukiangalia kwenye miguu kuna uvimbe, au labda shingoni kuna uvimbe kama majimaji hivi, au macho yanaweza yakawa yamevimba. Sasa kuna dalili hapo zinakuwa zinaonekana kwamba kuku wako hawa wanaumwa. Kwa mfano, nizungumzie uvimbe wa macho. Mara nyingi sana uvimbe wa macho waga ni matokeo ya mafua makali. Yani kwamba mafua yametoka kwenye ile hali ya kawaida, kwa hiyo yameenda kuwa makali, ambayo na muda mwingine kuku anaweza kang'atwa na wadudu. Kwa mfano, mwangalie huyu kuku. Huyu kuku hapo ameng'atwa tu na nyuki. Kwa hiyo ndio maana na uvimbe ilo eneo la chini ya shingo. Ilo umeona alivyovimba hapo. Kwa hiyo unaweza kaanza kuhangaika. Ukisubiri tu kwa muda utakuta huo uvimbe umepungua. Kwa hiyo sio kila uvimbe ni ugonjwa. Kwa hiyo jamani, kabla hatujaanza kuzika kuku, inatakiwa tuwe makini sana kuwachunguza na kuwatibia. Sisi hapa tunatumia tiba za asili tu. Yani kuku hata wakiwa katika hali mbaya kama hivyo ambavyo unaona hao kuku hapo kwenye video, watapona tu kwa kutumia tiba za asili, na tumefanya hivyo kwa wafugaji wengi sana. Wamefanikiwa. Jamani, asanteni. Kama una shida ya tiba, tutafute namba hiyo.